Naitwa Mwalimu Ismail Sepo, ni afisa habari na uhusiano wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, ni afisa takwimu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, ni mkurugenzi wa Smile Company Limited na uhusika na utoaji wa elimu ya fedha, usambazaji wa vifaa vya tehama, utengenezaji wa mifumo mbalimbali, na inahusika na media kushuti kama huyo jamaa wapo nyuma. Na ni wito wangu kuona tunatengeneza vijana katika umri mdogo wenye title nyingi kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tutajifunza somo linalosema namna ya kukabili ndoto kubwa. Moja ya kitu ambacho kimekuwa ni changamoto katika makanisa au katika mwili wa Kristo ni ukosefu wa maarifa yanaweza kampelekea mtu kuleta matokeo. Tunakuwa na baadhi ya taarifa ambazo zimemeguka, yani unakuta kuhusiana na Roho Mtakatifu tunajua kidogo, kuhusiana na nguvu za Mungu tunajua kidogo. Hatujafika point ambapo tunaweza tukayakusanya maarifa na tukayaweka kwenye mpangilio maalum ambao unaweza kumsaidia mtu yeyote anayefuata yale maarifa akawa sawa na kile ambacho amefundishwa. Leo tutajifunza sura ambayo unaifahamu, lakini utaisikia kwa namna ya tofauti. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba wakati Mungu anatengeneza mradi wa kuumba mbingu na nchi, kuna mambo matatu yalikuwepo katika hiyo nchi aliyotaka kuitengeneza, au kwenye maono ya kutengeneza nchi au dunia au ulimwengu. Kuna vitu vitatu ambavyo Mungu mwenyewe alikabiliana navyo, na hivyo ndivyo ambavyo watu wote ambao wana ndoto kubwa huwa wanakabiliana navyo mwanzoni wanapoanza jambo lao. Iwe ni ujenzi, iwe ni ndoa, iwe ni kampuni, iwe ni biashara, iwe ni elimu. Haya mambo matatu ambayo Mungu mwenyewe kwenye utengenezaji wa mradi wake au project ya uumbaji ambayo Mungu aliitengeneza, alikuta mambo matatu. Jambo la kwanza ukiwa, jambo la pili utupu, jambo la tatu lilikuwa ni giza. Na hivi vitu vitatu ndivyo ambavyo vimewafanya watu wengi washindwe kusogea mbele kimaendeleo, washindwe kusogea mbele kihuduma, washindwe kusogea mbele kiuchumi, washindwe kupiga hatua kimahusiano kwa sababu ya ukiwa, utupu na giza. Tunataka kuanzisha biashara au tunataka kuanzisha huduma au tunataka kuanzisha project yoyote ambayo itatuingizia fedha au project yoyote itakayoleta msaada kwenye jamii, lazima turudi tumwangalie Mungu mwenyewe wakati ambapo alipokuwa anatengeneza project yake, ni mbinu zipi alizitumia. Kwa sababu kama Mungu alitumia mbinu fulani na hizo mbinu zikamhakikishia kukamilisha project yake ndani ya siku 6, tuna uhakika mbinu zile zile ambazo master plan alizozitumia tukiziweka kwenye matendo zitatupa matokeo. Bwana Yesu apewe sifa. Hii si shule tu ya uchumi, ila ni shule ya uchumi inayopatikana katika ufalme wa kimungu. Kwa hiyo Mungu wakati amekuja kuitazama dunia, sura ya kwanza hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, kaishia. Akuja kuangalia mradi, yani amepata wazo. Sura ya kwanza inatupa wazo la biashara.
wazo la mradi wa Mungu, kwamba mradi uliopo ni kuumba mbingu na nchi. Sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza ni ndoto ya Mungu, kutengeneza mbingu na nchi, ambavyo unaweza kukaa ukasema taanzisha biashara, hivyo ambavyo sura ya kwanza mstari wa kwanza Mungu alianza. Kwa chochote unachotaka kukifanya huwa kinaanza na wazo. Mstari wa pili, Biblia inasema kwamba hiyo nchi aliyokuwa anataka kuifanya, au nitumie mradi ambao alitaka kuufanya Mungu, ulikuwa unakumbwa na matatizo matatu. Tatizo la kwanza lilikuwa ni ukiwa. Tatizo la pili lilikuwa ni utupu. Tatizo la tatu ulikuwa ni giza. Ukiwa, neno lililopo pale ukiwa ni kutokuwa na mpangilio maalum. Yote ule unaotaka kuanza, jambo la kwanza ambalo utakutana nalo, utakutana na ukiwa. Ni career au professional fulani, lazima kuwa na ukiwa. Kwa Mungu anakutana na ukiwa kwenye mradi wake, kwamba ningehitaji kuwa na jua, lakini jua sijui nalipata wapi. Ningehitaji kuwa na mwezi, lakini mwezi haupo. Ningehitaji kuwa na miti, ningehitaji kuona wanyama, ningehitaji kuona ndege, lakini hivyo vyote ambavyo ninavihitaji kwenye mradi wangu, mimi binafsi kuna ukiwa kwenye mradi wangu. Jambo la pili, empty, tupu. Mungu anapokuletea wazo, yani lazima tuangalie, Mungu anapokupa wazo la kimungu, ni rasilimali za kukamilisha hilo wazo. Hawezi akakuita kuwa mwimbaji mkubwa alafu akakupatia kila kitu katika uwezo wako. Moja ya kitu ambacho wanawaambia vijana, ukilitazama kusudi lako au ukayatazama malengo yako, ukaona unaweza ukayakamilisha mwenyewe, hakuna utupu ndani yako, hilo sio wazo la kimungu. Kwa sababu siku ukifanikiwa, hautakuja kushukuru kama huyu mdada ambavyo amekuja kushukuru. Lazima liwe kubwa kuzidi uwepo wako, lazima liwe kubwa kuzidi maarifa yako, na bahati mbaya inaweza likawa kubwa kuzidi hata uwezo wa familia yako. Lakini moja ya kitu ambacho Mungu atahakikisha ndani yako, litakuwa na nguvu ya kukusemesha ndani ya moyo wako mpaka unakosa amani. Bwana Yesu apewe sifa. Wanasiolojia wanasema kutoka sura mstari wa kwanza wa Mwanzo, kuna miaka mingi imepita kuja mstari wa pili. Kwa hiyo ni hali ya kawaida kwamba unapotengeneza mradi au jambo lolote, ndoto yoyote, lazima kuwe na upungufu. Ni kosa kubwa kusubiri kila kitu unacho ndipo uanze kufanya jambo. Huo ndio mtego tunaokumbana nao. Kwa hiyo lile wazo ambalo limekuwa likija, sometimes nalitupa, kwa sababu kitazama kiwango cha familia chako, kiwango cha maarifa, kiwango cha uchumi, kiwango cha connection ulizonazo, unasema kabisa hili jambo siliwezi. Lakini kuna muda ukikaa ukitulia, linarudi linapiga kelele ndani ya moyo wako. Nimerudi kukuambia hivi, hata mradi wa Mungu ulikuwa na utupu. Si ajabu unapopata wazo kubwa la kibiashara, wazo kubwa la kusaidia jamii, wazo kubwa la kutatua tatizo fulani, lazima ndani yako kuwe na utupu. Giza maana yake hauoni umbali unaotakiwa kwenda. Kuna namna njia uioni, lakini hapa ambapo upo unaweza ukaona. Na huu ndio mtego mkubwa unawakumba watu wanapotaka kufanya vitu vikubwa, kwa sababu kunakuwa na giza. Macho yake yanafungwa kutazama pale anapopaona, kwa kuwa hatua ya mbele zaidi haioni. Yusuf aliona kuwa waziri mkuu,
lakini hakuona kudumbukizwa kwenye kisima, hakuona kuuzwa utumwani, hakuona kwenda kwa Potifa kupata miliki, kushaini, alafu ghafla anaenda jela. Hakuona. Kwa hiyo mradi wa Mungu huwa una giza. Nitakwambia kwa nini una giza na kwa nini unakuwa utupu, ili kuanzia leo utoke na imani. Ile wazo ambalo umekuwa ukifikiria, unaona unawezi, zile ndoto ambazo zilikuwa zinakusemesha ulipokuwa kijana, ukazirudia kwa ujasiri mkubwa, ukijua kabisa katika mradi wa Mungu kulikuwa na utupu, ukiwa na giza. Kwenye biashara, hayo ndo mambo matatu. Katafute, kaulize, tukwambia sina mtaji, utupu, sielewi nafanyaje, sielewi, giza. Mtakuja na sababu, hata sina watu wa kunisaidia. Ukiwa kila unalotaka mradi wowote, situmie neno la kimungu, hata mradi wa serikali unaanzia hapa. Vitu vitatu: ukiwa, utupu na giza. Tuangalie jinsi ambavyo Mungu alianza kushughulikia mradi wake. Lakini kuna sentensi moja hapo inasema hivi: Roho wa Mungu alikuwa juu ya uso wa bahari. Anasema hivi, licha ya kwamba kuna utupu, licha ya kwamba kuna ukiwa, kuna giza, lakini Roho wa Bwana alikuwa juu ya uso. Unaelewa maana yake nini? Mungu anapokupa mradi wa kufanya, hautakosa pa kuanzia. Sisi tunaelewa, hatakupa vyote, lakini hautakosa pa kuanzia. Na ili kukuonyesha kwamba mahali pa kuanzia hapatoki nje, hausubiri msaada wa mjomba wako ili uanze, hausubiri msaada wa baba yako, hausubiri msaada wa watu, inabidi uanze mwenyewe. Ndio maana nasema Roho wa Bwana, Roho wa Mungu haikuwa roho wa dunia, ilikuwa ni Roho ya Mungu, ilikuwa imeketi juu ya uso wa bahari. Hata mtaji wa kwanza au kitu cha kwanza ambacho Mungu alikuwa nacho kwenye mradi wake kuhakikisha na ukamilisha, kabla hajafikiria dunia itatoka wapi, ilikuwa ni roho ya kwake. Mimi nataka kukufafanulia ni kwamba chochote unachotaka kukifanya, jambo la kwanza sio vitu unavyoviona, lazima uwe na roho yenye njaa na kiu. Alafu Biblia inasema utashibishwa. Lazima uwe na hasira ndani yako ya kutaka mradi ukamilike. Lazima uwe na njaa ya kutaka kuona matokeo, ya kutaka kuona Tanzania inanifahamu, ya kutaka kuona watoto yatima wanaenda shule. Sina fedha, lakini jambo la kwanza lazima uwe, Kiingereza nasema determined. Lazima roho yako iwe na njaa ya kutosha ya kuhitaji kwa mradi. Watu wote waliofanikiwa si tu walikuwa na maarifa, lakini walikuwa na njaa. Na nitakuonyesha kwenye maandiko. Siku moja Gideon amekaa, ndani yake kuna hasira. Anasema, inawezekanaje huyu Mungu ambaye tumesikia habari za baba zetu kwamba aliwatoa Misri kwa mkono mkubwa, aliwatetea, aliwalisha jangwani, inawezekanaje bahari lipasuka kwa fimbo, wakafurikwa kwa wingu, wakalindwa kwa moto, alafu leo hii wa Midian ndio wanatutawala?
tunalima wenyewe alafu kuvuna tunahangaika. Ndani yake kulikuwa na swali la kwa nini hili jambo linaendelea kuwapo. Namna nyepesi ya kupima kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ukiona kitu na kitazama unakuwa na maswali ya kwa nini na kwa hivi. Totally you are called that area. Na bahati nzuri huwa unaweza ukapropose solution nyingi. Wengine wanaweza wakaitazama praise hapa wakasema praise ya leo ilikuwa nzuri, lakini ukitazama na kuna kitu kinakosekana. Roho ya Bwana ilikuwa juu ya maji. Lazima uwe na njaa. Nyama tepetepe haimiliki utajiri. Lazima uwe na njaa. Ndio Mungu alianza kushughulikia mradi wake. Roho wa Bwana. Malaika alipoiona ile njaa akasema that is. Akasema Gideoni, shujaa. Akasema shujaa yupi? Mimi nimejificha huko kwenye mti wa mwamori, mimi unaniita shujaa? Akasema kuna kitu tumeona ndani ya roho yako. Kuna njaa ya kutaka kutoboa. Kama ni maombi nitafunga, kama ni kusoma neno nitasoma, kama ni kukaa chini ya mentorship na kulelewa nitakaa, lakini ninachokitaka project hii lazima itoboe. Gideon amesema shujaa? Hapana. Akasema ushujaa hauanzi nje kuvaa silaha. Ushujaa unaanza moyoni. Na ndio maana jeshini wakiona jeshi halina morali unaweza siende vitani licha ya kuwa na silaha, lakini kama tuna morali ya kumkabili adui tunatulia. Ushujaa unaanzia moyoni. Puka yule mama mke wa mtumishi nabii. Yule mama mume wake amefariki akaacha madeni. Yule jamaa alikuwa na wadai. Akaambia sasa ili deni liishe unipe mabinti zako. Yule mama akatoka pale, na hii ndio changamoto ya tulio wengi. Akaenda kwa nabii. Akalia. Akamwambia nabii alikutumikia vizuri, lakini kaacha madeni. Nataka muulize hivi, una nini nyumbani mwako? Kwa Musa, Mwanzo 14. Haleluya. Musa umefika bahari ya Shamu iko mbele. Kulia mlima, kushoto mlima. Nyuma jeshi la Farao lipo linakuja, limejizatiti na farasi. Watu kama hao wakaanza kumlalamikia Musa. Musa naye anaenda mbele za Mungu analia. Jibu la Mungu kwa Musa lilikuwa una nini mikononi mwako? Tumeanza na Mungu alivyomjibu mtumishi wake. Tumeelewa mtumishi wa Mungu alivyomjibu mtu. Tunaenda kwa Yesu alivyowajibu watu wake. Wakati samaki njaa imepiga, amepiga injili kama sasa hivi hapa saa 8 tunahubiri. Baadaye Yesu akaona watu wanajaa, mapeni chakula. Akamwambia wewe, tuna samaki wachache na mikate michache. Waruhusu tu waende mapema wakatafute chakula. Swali ni lile, una nini mikononi mwako? Licha ya kuwa na mradi, hatua ya pili au hatua unayotakiwa kuwa nayo ndani yako ni njaa. Alafu njaa i-connect na nini ulicho nacho. Yesu asifiwe. Kwa Mungu aligundua kwamba kwenye mradi nilionao nina roho. Musa aligundua kwamba nina fimbo ambayo wakati napewa maelezo yake nilitupa chini ikawa nyoka, nikashika mkia ikawa fimbo. Yule mama alisema nina mafuta kidogo, nataka mwambie inatosha kwenye hicho kidogo ambacho hakionekani kwa macho yako. Kumbuka vitu vitatu. Macho yako yakitazama haya mafuta ulionayo yanatazama kutokea kwa
giza, lakini mimi nakwambia nenda ukatake vyombo vingi. Una nini mikononi mwako? Bahati mbaya sana vile vitu ambavyo tuko navyo huwa hatuoni kama vinaweza vikatusaidia kupiga hatua ya pili. Mungu hakukurupuka tu, alianza kushughulikia jambo moja baada ya jingine, na utaona alishughulikia mambo matatu yote. Kwa kuanza mradi wako lazima ujue unahitaji nini. Ugundua roho yake inatanda juu ya uso wa dunia, akasema let's fine, akasema iwe nuru, na ikawa. Ukisoma New Generation Transition Bible, Biblia inasema God commanded, yani aliamuru kuwe na nuru. Nuru ilichomoza katikati ya giza. Naipenda Yohana anasema nuru iliangaza gizani, nalo giza alikuwashinda. Kwa mkakati wa kwanza kwenye project ya Mungu ilikuwa ni kuamuru. Hata kama una vitu vingi, lazima ujifunze kuamuru mambo ya kufuata. Ujifunze kuomba, ujifunze kuwa karibu na Mungu, na ndio hapo utakuja kugundua kwa nini kunakuwa na utupu na giza. Kwa sababu Mungu anataka ushirika pamoja na wewe, ili siku ukifanikiwa utukufu umrudie yeye. Wakati watu wanakushangilia kutokana na matokeo ulionayo, lakini wewe ukiyatazama na matokeo, ukikumbuka ulikuwa unachunga kondoo, lakini leo umekaa sehemu fulani, maana yake unasema hii si kwa ajili yangu. Kwa akili za binadamu nisingeweza kufika hapa, lakini kuna wakati nilipopiga magoti na alimwambia Bwana, mradi wangu ni huu, sijui nitatoa wapi simenti, lakini nilicho nacho, nina cheti cha form 4, nina cheti cha form 6, nina degree, au nina watu ambao wamenizunguka wewe Bwana, na mikono inafanya kazi. Sijategea, ninachotaka nitumie msaada wako. Ukinipa kazi ya kwenda kukaa nyumbani kwa Potifa, nitakuwa mwaminifu, nitachunga na biashara zake. Unaweza kutamuru matokeo kutoka kwa Bwana, unaweza kuisemesha mbingu. Kwa hiyo wakati unaomba, lazima uanze kushughulikia eneo la maarifa. Wakati umetengeneza mradi aidha wa kusupply maji, Adamu, wakati unatengeneza mradi wa kuanzisha biashara itakayoenda mikoa kwa mikoa, lazima wakati unaposukuma uanze kuondoa giza la ufahamu ndani yako. Lazima uanze kutafuta watu wanaofanya biashara za mikoa wanafananaje. Si unasukuma pea umetulia. Lazima uanze kujiuliza, hao watu wanauzaje? Biashara wanatoa wapi? Mizigo wananunua wapi? Na Mungu alishughulikia giza kwanza. Haleluya. Na ukisoma Isaya, moja ya sharti la kuondoka kwenye pointi ya kwenda kuimplement project ni mpaka nuru ikuangazie. Anasema ondoka, uangaze kwa kuwa nuru yako imekujia, na utukufu wa Bwana uko pamoja na wewe. Kwa lazima ufike pointi unaona kabisa una maarifa nilionayo, nikipewa milioni 10 na toboa. Lazima umekula shule. Kuna mtu ambaye anawahi kusonga ugali na ajue kuusonga? Unaamka tu, hujawahi kusonga ugali na ukasonga, upata hasara. Shughulika na giza kichwani. Taka kudili na masuala ya dhahabu,
marafiki zako ni makota. Sasa dhahabu unaenda kuuza mitumba, unatafuta nini? Sio pumbafu tu. Kweli? Watakwambia dhahabu inafananaje? Kuuza mitumba. Kuna wanapiga lugha za polyester, Kanyeramomo. Ndio lugha zilizoko kule Kanyeramomo. Buku. Na umekaa kabisa katikati yao, unasema jamani, mimi na mpango wako, natamani nimiliki siku moja hata shimo la dhahabu. Wanakuangalia hivi, wanakuuliza hivi, unafikiri shimo la dhahabu ni vichwa kwamba kila mtu anavyo? Sio wao na dhahabu wapi na wapi? Wao waambie kwamba nina 100,000. Natamani nianzishe biashara ngozi watu. Sasa sikia. Kuna bero na bomoa. Nitakupa usoti, ndoo kali, ndoo moja nakupa kwa 3,000. Sio, unaelewa? Maana wamekwisha kumaster kwamba kwenye hichi kiwango ulichonacho, regardless ni kidogo, unaweza kununua bero, lakini kuna hapa unaweza ukatokezea. Ndio maana lazima utoke mahali ulipo. Nataka kuuza biashara ya spare parts. Hujui hata vifaa vya kufunga engine, hujui hata aina za pikipiki ikiwa na plate number D na maanisha nini. Mimi siku moja niliposti pikipiki na plate number inaanza na A, nikaweka 102,000 kwa watu wanacheka tu. Sasa jamani, kulikoni? Nasema una post pikipiki ya toleo la zamani, hizi wanauza 500,000 sasa hivi. Nikafuta haraka. Ujui upo tu. Unataka kupata upako wa kuombea mapepo yanatoka, njoo hapo, fuata nyuma hivyo. Ulize, hivi upako ulipewa na nani? Mara nyingi watu waliofanikiwa wanaficha siri. Atakwambia ni neema ya Mungu. Hata mimi kuna watu wakiniuliza hivi imefikaje, tunaambia ni neema ya Mungu. Lakini kukuambia kwamba kuna utupu, neema Mungu anatusaidia tu, mtumishi wa Bwana. Wametulia. Mungu awasaidie watumishi. Mimi wanakaa najiuliza, alafu wakitaka kukuchanganya zaidi wanakurahisishia, wanakuambia hivi, ukipata maarifa sahihi, ukapata eneo sahihi, ukapata na wazo la biashara, ushafanikiwa. Hapo unaweza kuhisi umepewa package, kumbe amekuonjesha uje. Maarifa sahihi yapi sasa? Maarifa yapi? Roho Mtakatifu kwenye biashara au? Na tulivyo wa Kristo tunapenda kuitikire amen. Jamani, nondo huyu. Haleluya. Kumbe hujapewa package nzima. Na hata ukipewa testi, Elisha alikaa, anasema hivi, yani nataka upako kama wako. Akasema sasa mbona unachokiomba ni kitu kizito? Akasema hivyo. Sasa hii kukupa mpaka mimi nife, wewe nifuate. Akasema okay sawa. Ameenda kumwambia baki hapa. Sibaki hapa, tunavuka wote. Kafika kule, jamaa amepana kisurisuri, ili akaanza kumwangalia, akamwangalia, baadaye akatupiwa koti. Amebeba ile koti, jambo la kwanza ni kwenda kutesti. Akasema hivi, nisije nikavuka huu mto, kumbe nimebeba garasha. Lazima kama sijabeba garashi, sijaubeba upako, nitabaki hapa mpaka nife, lakini upako utarudi. Kwa akachukua ile koti, akasema ngoja nipige maji. Alipopiga maji yakaganda, akasema okay, upako nimevuka nao. Amevuka upako na mimi, akasema ngoja nijaribu tena. Sio nimeuacha kule kando, ka test maji, akarudi, akasema nakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na utakula gharama. Nilikula gharama, mimi sikutani. Enda kumwambia baba yangu, baba, nitafungua kampuni.
wakaniangalia hivi. Ila babangu ni mtu wa imani, akasema sio kwamba hayawezekani. Ushauri ile sentensi ya bwana, nisimpinge Mungu, lakini kwa upande wangu mimi shafeli. Maarifa ya kufanikiwa hayapo shule. Unataka kutoboa kiuchumi, unaenda kusoma uchumi, jiandae nitakuja kukuajiri. Kwa sababu kule unaenda kupewa maarifa yanayokufanya moyo wako, njaa yako ile ya kufanikiwa iwe mtu wa kwenda kufanya kazi fulani. Na hapo huna uwezo. Na ndio maana kuna watu wanaajiriwa wanaendesha kampuni 3-4, lakini wao hawana biashara wanaweza kuendesha. Wachukue pale, waweke nje, wape mtaji. Mtu ana uhai mitatu, sijui niseme mitatu. Kuna 3 form of life. Kuna bios, ndio soma form 1. Uhai wa mwili huu, viungo vina function, mkono inaruka hivi. Kuna uhai psyche life, uhai wa saikolojia au akili nafsi. Kuna uhai wa roho. Mtu ambaye ni hai katika nafsi, hata kama viungo huku vimepungua, ni kilema, ishu ya kufanikiwa ni nyepesi kuliko mtu ambaye akili haifanyi kazi. Kwa kama kuna tunu ya kwanza ambayo Bwana amekupa ni akili yako. Niwahi kuambia hivi, watu mnahangaika sana, hela zipo kwenye viungo vilivyosulubiwa msalabani. Yeye unahangaika kutafuta hela, kaangalia kwenye msalaba walisulubisha kipi, alafu angalia hela zinazoingia. Ulipigilia miguu, unajua wachezaji wa mpira walipo shilingi ngapi? Basi miguu hii hapa. Waligongelea miguu. Mungu alikuwa anakomboa miguu. Mchezaji wa mpira, yani kwa siku, nahisi kwa dakika moja hapa tumaliza ujenzi wote. Cheza mpira, wakakwambia toboi, kaishia pale pale. Mdomo. Wangapi nikiweka semina 5,500 mtakuja ya uchumi? Nyosha mikono juu, to be honest. 5,000 ya kwanza, 5,000 ya pili, 5,000 ya tatu, 5,000 ya 4, 5,000 ya 5, 5,000 ya 6, 5,000 ya 7, ya 8. Huyo 30,000. 5 mara 8 ni ngapi? Jumlisha 30,000. Seminari saa hili 70,000. Mdomo. Mdomo. 70 ni saa moja. Nenda kauze mtumba au spare parts. Kuna watu wanaimba, yani mnamwarika, yani nyinyi ndio umeandaa tukio. Kama hapa mnamsafirisha kwa ndege, unakuta hata pastor wenu hajawahi kupanda ndege, lakini mnamsafirisha kwa ndege, mnamlipia DF, mnamtafutia na gari kumpeleka DF na kumrudisha. Anakuja usiku moja anasema wastahili wewe, sharapa koshata, zama kwenye wingu. Hapo mimi sio mchoyo wa mafanikio. Mdomo tu. Wengine ni madarali. Madarali tu. Kazi. Unataka kutafuta kiwanja, haya katafute. Utazunguka we, utakutana na mamba. Hapa kuna watu ambao ukiamua kuorganize tukio, unaweza kuorganize tukio, ukatengeneza project, ukaorganize ni una kila mtu, yani kuna mtu kama vile ni centerman. Unataka fundi nguo, anazo namba. Unataka sijui na anakupeleka, wanasema chimbo, akupeleka huyo fundi, suti inanyoka kama ya kwangu hivi. Tatizo la Watanzania ni hali alipo 100,000 aende kufanya kazi ofisi ya CRDB, ili watu wakimwona toka kule waseme anatoka ofisi ya CRDB, mshahara laki. Ila ukimwambia nenda ukafungue saruni usuke ukusanye 25 na 15, au hii kazi ya kudharaulika. Mungu mwenyewe
hakutaka kuangalia jua liko wapi. Alianza nina nini. Na mimi nakuuliza una nini? Na nishakuonyesha ulivyo navyo, ulivyopewa bure na vinavyoingiza hela. Wewe mtumishi sasa umetuacha hewani, una mdomo, unaongea, ndio watu wanatengeneza hela. Una mikono, watu wanatengeneza hela. Una miguu, watu wanatengeneza hela. Angalia jambo la pili Mungu alilolishughulikia. Alishughulikia giza, maarifa. Anza kuilisha nafsi yako. Anza kuishibisha kule inakotaka kwenda. Na Biblia uzuri nasema kwenye Misali 16 kama sijakosea sura ya 2, awazavyo mtu nafsi mwake ndivyo alivyo. As a man thinketh in his heart, so he is. Jinsi ambavyo unavyojifikiria ndivyo ulivyo. Unaona hizi nguo ulivyo hivi, ulifikiria kwamba nitakuwa hivi. Ukianza kubadilisha kufikiri, umeanza kubadilisha chani. Kwa hiyo lazima uanze kujishibisha. Unataka kulima mamipunga, usiishie kwenda kwa wanaolima na sheri wanapandikiza. Katafute watu wanalima na mapaipu. Waambie bana, mimi nataka hela ya kula. Nile tu hapa, nataka nikae hapa hata miezi miwili nipate experience. Yaani mnihakikishie na kula na nalala. Vitu vingine nitawasaidia kufanya bure. Alafu uanze kuomba Mungu. Mungu, mimi hapa ndo ofisini nilipo. Kwa kuna siku moja utashangaa na kuja rafiki mwenzie anasema unajua pale kwenye mradi wangu ule vijana wamepungua. Anasema kuna hapa na kazi hapa. Chukua huyu, ni kijana mzuri. Babu yako alilima na jembe. Wewe naye unakuja tena unalima na jembe. Mjukuu naye jembe. Hakuna. Shughulikia kisa, korisha nafsi yako. Taka kufanya IT, hao watu wa media ndo wanakumbana na challenge. Yaani unahangaika na turu hii, watu wameleta turu nyingine. Unajua mara tu robot tuko tunazubaa mtandaoni. Yaani huku unakimbizana. Kulima kilimo cha matikiti, nenda anza kulisha nafsi yako. Taka kuwa mhubiri mkubwa, kusanya watu, nenda ukajifunze. Usijifunze kwenye mafanikio. Unaona hivi mimi nahubiri, uliza ratiba yangu. Jambo la pili, ukisoma pale China na akasema hivi, baada ya kupata mwanga akaona kumbe sasa hii ndo dunia. Alisema hivi, maji na yajitenge, pakavu paonekane. Maji yafanyaje? Hamna wakati mgumu kwenye maisha ya projekti ya mtu kama wakati wa maji yajitenge, pakavu paonekane. Huu ndio wakati mgumu sana. Ni wakati ambao utahitajika usimsikilize baba yako. Ndio wakati ambao utahitajika waache marafiki zako. Ndio wakati ambao utahitajika kutoka kwenye kundi lokuwapo ili pakavu paonekane. Kwa kuna vitu utaanza kupunguza. Kuna mahali hautaenda, si kwa sababu usingependa kwenda, lakini kwa sababu tu ya kuna unakokwenda hauendi. Raisi angetamani kwenda disco, labda ndio vitu vyake, lakini kwa sababu ya urahisi hawezi akaenda. Ataumia, lakini kwa sababu ya nafasi ninayoitafuta ina demandi kutokwenda huko, you pay sacrifice. Hapa ndipo utachagua aidha Mungu au shetani. Utachagua project yako, nani atakayeisaidia, nani atakayeikuza, nani atakayeisimamia. Kipindi kigumu, sio kipindi chepesi. Kipindi ambacho utakataliwa. Na ndipo ile neno linakuja, yeyote anifuataye na ajitwishe msalaba wake anifuate. Yule anayetaka kuiokoa nafsi yake
ataipoteza, bali aipotezaye nafsi yake ataipata. Ndivyo hivyo, ndio sheria. Yule ambaye unaogopa kutoka kwenu na kwenda mjini kujaribu au kwenda kuzikimbia ndoto zako, ndio umetangaza kuzipoteza. Lakini yule ambaye atasema potelea pote kwenda, huyo ametangaza njia ya kuzipata. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati mgumu. Nilikosa support nyumbani, nilikosa support kwa marafiki zangu, hadi na peace. Wale ni vijana mnasema peace nilikuwa naikubali, na yenyewe nilikosa, kwa sababu muda niliowekeza kuchimba maarifa ya kuwa CEO na kutafuta business processes, kwamba kampuni itafanya nini na itafanya hivi, nitaanzia hapa, nitakuja hapa, action plan. Huo muda alikuwa ataka tuchat na mimi kwa si respond. Kisha siku akanambia, naona uko busy na makampuni yako, mimi sidhani kama ni mtu sahihi kwenye maisha yao. Huu wakati mgumu kwenye safari. Uliza watumishi, wakati mgumu, na namna ya kusustain kwenye huu wakati, lengo ni moja: pakavu paonekane. Haleluya. Pakavu pafanyaje? Yani maji yatajitenga. Lazima uikumbuke ndoto yako. Bwana alikusemesha kwenye nyakati kama hizi, sio nyakati za kuangalia maji yaliyokuzunguka, sio nyakati za kuangalia moto uliokuzunguka. Najua nilikuwa nasoma habari za Yesu, nikajua Yesu angekufa mapema, alipigwa mijereti, damu zikaanza kutoka, kwa hiyo angeparalyze akafa kwa ukosefu wa damu au maji. Lakini mwamba alitazama kwamba Golgotha bado sijafika, na wokovu haupo kwenye nyumba ya Pilato au kwa Farao au kwa Pilato au kwa Herode, natakiwa niyavumilia ya mateso. Kwa hiyo akapigwa mijeredi, lakini akasema kufa sifi, lakini mtapiga. Wakaona itoshi, wakatafuta na zile ndoano, wakachana nyama, akasema sifi, haitoshi. Ana maumivu, damu zinavuja, misuli imepasuka, ana kiu. Wakampa msalaba, akasema sifi mpaka msalaba. Chindo kipindi cha maji ya jitenge mpaka paonekana. Kwa maana nikwambia mwanzoni, wenye roho tepe hapa utomko. Roho wa Kristo tunakuwa kawaida, kwa sababu pesi hatuna board. Biblia inasema walio hodari watatenda mambo makubwa. Danieli 10:32. Hakukubali kufa, ikafika sehemu akachoka, akaanguka chini, lakini mwamba akasema mpaka msalabani. Alipofika msalabani akakaa, akafika point akasema, Baba, imekwisha, ni mwako naiweka roho yangu. Pakavu paonekana. Kwa lazima upambane kuhakikisha, lazima nifike point. Ngoja nisogee mbele kidogo. Unajua nini maana ya pakavu paonekane? Cheki kitu ambacho kilitoka. Biblia inasema baada ya pakavu kuonekana, alisema ardhi na itoe miche kwa jinsi yake, wanyama kwa jinsi yake, na ndege kwa jinsi yake. Ardhi ilikuwa pakavu palipotakiwa paonekane. Ndani yake kulikuwa na ndege, kulikuwa na wanyama, kulikuwa na miti. Kwa kuna eneo ambalo lazima lipambanie. Ukifika pale, umiliki wako unaanza kuonekana, fursa zinaanza kutokezea. Hiyo ndio eneo ambalo lazima useme pakavu pataonekana. Sasa kuna giza, lakini pakavu lazima paonekane. Kwa kama ni maombi, nitaomba. Kama ni kusoma vitabu, nitasoma. Ndio unashangaa wazee na familia zao
wanaenda wanaongeza masters, wanaenda wanaongeza PhD. Ungetamani kuwauliza wazee wana shida gani, lakini pakavu paonekane. Na nikwambie, bahati ni fursa iliyokutana na maandalizi. Kwa lazima upuruni, utajichonga wewe, utajishepu akili, utajifunza namna ya kuongea, utajifunza namna ya kuheshimu watu, utajifunza namna ya kuvaa. Sio unavaa tu. Mtu akikuona hivyo anaanza kuona tapeli kabla hajaona mtumishi wa Mungu. Na uje kwenye ofisi bila kuangalia hawasio vile vijana matapeli. Utajifunza na lazima uwe tayari kuacha vitu. Ndio kipindi kigumu na wengi tunaishiaga hapa. Baba, nataka mentorship. Haleluya, namalizia, tusimame. Nasikia baba, nataka mentorship, nikae. Pastor anza kukwambia leta sadaka, ndo na 10,000 hiyo. Leta sadaka, tuna ujenzi. 10,000 yako leta. Unasema hii mchungaji, nife njaa. Vijana wangu na wa mentor wanangu. Mimi unaambia eti mimi sina hela kuweka akiba. We, una hela kuweka akiba? Umekula? Umekula? Nipe hela. Yaani umekulaje? Yaani umekulaje na hujaweka akiba? Yaani unakulaje hujaweka akiba? Nilikuwa nafundisha Muchasi lugha ya pesa. Nikamwambia lugha ya kwanza ya pesa inakwambia nitunze leo nitakusaidia kesho. Kwa kama umekula leo, alafu hujaweka akiba, kesho unakula nini? Utakiwi kula kabla hujaweka akiba. Haleluya. Tumshukuru Mungu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa majeshi, asante kwa neno lako. Tungetamani kupata muda wa kutosha kujifunza na kuwekeza kupitia mradi wako, namna ambavyo uliushughulikia mpaka ukakupa matokeo na ikafika point ukasema kila ulichokifanya kilikuwa chema na cha kupendeza. Tungetamani Bwana, maisha yetu afike mahali tukitazama biashara zetu tuseme tulichokifanya ni chema, kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maarifa haya yakapige kelele ndani ya nafsi na masikio aliyoyasikia, ili kila mmoja aanze kushughulikia na jambo lao. Walionyesha ndoto zipi na mawazo yapi, au biashara zipi, au miradi ipi, au jambo lipi, au project ipi, mimi sikujua, lakini nachokijua kila uliyemkusudia duniani ulimpa cha kufanya, na katika hicho cha kufanya kipate kumletea utajiri ili kazi yako ipate kwenda. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninasimama neema ile ambayo ilinisaidia kufika hapa nilipo. Bwana, neema hiyo ikakutane na kila mmoja ambaye ataenda kuchukua hatua ya kwamba pakavu pataonekana, pakavu pataonekana. Haijalishi nilijaribu mwaka huu lakini nikashindwa. Mwaka huu 26 pakavu lazima paonekane. Sikusoma vitabu, sikuomba sana, lazima nitapitia masaifu, alafu nitajipanga kwa ujasiri mkubwa ya kwamba pakavu lazima paonekane. Bwana, ninakushukuru kwa kuwa ndivyo ulivyokusudia ya kwamba watoto wako wapate hekima na maarifa zitakazoleta matokeo na mabadiliko ndani ya kanisa lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Bwana.